Na serikali inalenga kuboresha miundo mbinu katika sekta ya uchukuzi kama njia mojawapo ya kupiga jeki sekta hiyo na ile ya uchumi wa taifa. Bandari ya Mombasa pamoja na barabara kuu zinazounganisha Kenya na mataifa ya Uganda wa Afrika Mashariki na ukanda wa Afrika Mashariki zikilenga zaidi ili kupanua uchumi wa taifa. Akizungumza katika kongamano la kimataifa la biashara na uchukuzi kaunti ya Mombasa, katibu wa Wizara ya Uchukuzi Mohamed Dagar amesema ujenzi wa gati mpya katika bandari ya Mombasa utasaidia kuweka Kenya kama kielelezo cha huduma za bandari Afrika na kukabiliana na changamoto ya mrundiko wa makasha bandarini. Chama cha wafanyabiashara na viwanda nchini KNCCI kikiwataka wadau katika sekta hiyo kuzingatia nguvu kazi licha ya kukumbatia mifumo ya kisasa na teknolojia. We must remain mindful that technology is just but a tool and not a replacement. It is people, their creativity, skill and resilience. On the side of the soft infrastructure, KEP is investing in automation to improve documentation and cargo clearance process. We're in the process of upgrading our terminal operating system that will onboard features such as automated gate system, equipment positioning system, and barcoding system, amongst others. We are deepening, straightening, and strengthening existing berths that are there. We also want to put up additional berths that have been mentioned, berth number 23 and number 24, to ensure that logistics is seamless. Because if we don't do that, we will be congested in the port. And when the port is congested, the northern corridor is congested.